ni swala zima la maandalizi ya vijana katika swala la uchaguzi. Sasa tunaenda katika uchaguzi wa ndani ya chama, na kabla ya kufika katika uchaguzi wa ndani ya chama, katika mkutano mkuu maalum ambao ulifanyika Dodoma, mkutano ule uliweza kwenda kuongeza fursa za ushiriki kwa maana ya kamati za utekelezaji za matawi za mashina, lakini kamati za siasa za matawi, kamati za siasa za kata. Sasa zinapata fursa. Wale ambao wanatoka katika kata wataenda katika mkutano mkuu wa kata, wale wanaotoka katika kuwakilisha kutoka katika kata wataenda katika mkutano mkuu wa wilaya, kwa maana ya kwamba ushiriki umeongezwa, kwamba sasa kwenda kuchagua madiwani, kwenda kuchagua wabunge, wametaka kupunguza viashiria vyote vitakavyotokana na rushwa. Kwa maana hiyo sasa tunayo haja ya kwenda kutazama ni nani ambaye anatufaa kwenda kumshawishi, lakini kwenda kumchagua kwa kura za kutosha, ili aweze kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi na kuhakikisha ile hali ya uchadema katika kata yetu inafanya nini? Inaondoka. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba wanaokisaliti Chama cha Mapinduzi ni wanachama cha Mapinduzi wenyewe, lakini wanafanya hayo makosa kwa sababu moja: yule ambaye anakuwa mbora, yule ambaye wanakuwa wanamhitaji, anakuwa hayupo katika Chama cha Mapinduzi. Watu wa huku wanamkataa, ataenda chama cha upinzani, watampokea, ataenda kugombea, kwa kuwa anakubalika atachaguliwa. Sasa haya makosa tusiyafanye. Wale ambao tunaamini wanakubalika, wale tunaoamini wanahitajika, twendeni tukawachague wakapeperushe bendera ya chama. Kama wakienda kupeperusha bendera ya chama, ni ngumu sana kwa Chama cha Mapinduzi kwenda kufanya nini? Kushindwa. Ndio maana wenzetu wameshaona dalili kwamba sasa Chama cha Mapinduzi kimerudi katika misingi yake, na kama kimerudi katika misingi yake, tayari wameshatupiga katika serikali za mtaa. Sasa wanaanza kuhofia, wanaogopa kushiriki katika uchaguzi mkuu. Sio kwamba ni wajinga, tayari wameshapima, maji ni marefu, hawawezi. Kwa hiyo ina maana wanachokifanya sasa ni kwenda kupotosha wananchi, ni kwenda kupotosha Watanzania kwa lengo la kutaka kusema kwamba kuna mambo ambayo hayajafanyiwa kazi. Na kimsingi ukienda kupima yale yote yaliyohitajika kufanywa marekebisho, tayari yameshafanyika. Tume tunayo sasa ni Tume Huru ya Uchaguzi, sheria zake zimerekebishwa. Kwa hiyo kwa nini waogope uchaguzi? Wanaogopa uchaguzi kwa sababu wanaogopa nguvu ambayo ipo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia wanaogopa uchaguzi kwa sababu Chama cha Mapinduzi kupitia serikali za mtaa kimeweza kusimamisha wagombea ambao wamekubalika, ndio maana wameweza kushinda katika sehemu zote. Sasa Chama cha Mapinduzi kitaenda kusimamisha wagombea wanaokubalika katika udiwani, ili tuhakikishe kwamba anaenda kushinda. Sasa ni wakati wa kwenda kumchagua Samia Suluhu Hassan itakapofika tarehe 29 Oktoba. Maana yake sasa kura nyingi zitakazo kwenda kumchagua kutoka katika wilaya ya Bahi, basi Wanakigwe waende kuongoza. Na ndiyo maana tunasema sisi viongozi ambao tuko ndani ya chama, wakati ambao tunaelekea katika chaguzi za ndani ya chama, fadhila ambayo tutakilipa Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuchagua viongozi bora wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Fadhila ya kukilipa Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuongoza pasi na kutumia rushwa. Fadhila ya kukilipa Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuongoza kwa haki na kwa ubinadamu na kwa utu, ili kuhakikisha kwamba matatizo yote ya Watanzania, changamoto zote za Wanakigwe zinaweza kusikilizwa, zinaweza kutatuliwa, na hakuna yoyote anayeweza kufanya hivyo isipokuwa Chama cha Mapinduzi. Maana yake tumeshajiandaa, tumeshajua ni wapi tulikuwa tunakosea, lakini tumeshapata fundisho. Wenzetu hawa wanao election no reform, wakichaguliwa kwenye vikao hawaji, vikao vya kwenda kwenye mabaraza kuwakilisha wananchi hawaendi, hawana uwezo wa kuomba maendeleo kwa wananchi. Ndio maana tunakosa maendeleo. Tusifanye makosa tena. Maendeleo ya hapa yatakuwa ni makubwa kulingana na kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano anafanya makubwa katika kila kata iliyopo Tanzania hii. Kwa nini ashindwe kufanya makubwa katika kata ya Kigwe? Ni kwa sababu tulikosea, tusiende kukosea tena.
Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabala na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, inchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba. Fika ofisini kwetu Mwitandala Shopping Center Limited